wanashirikishwa katika masuala yanayohusu, na hii ni takwa la sheria. Familia kuunganishwa na fursa za jamii na kiuchumi. Tumesema tuna wenzetu wa maendeleo ya jamii pale wanaongea na watu wa vikundi mbalimbali, vikoba na vikundi vya kukopeshana. Familia kupatiwa huduma za msaada wa kisaikolojia na sheria. Familia nyingi zinapata watoto zenyewe zina athari za kisaikolojia. Tunafahamu sasa hivi tuna matatizo makubwa sana ya watu wa huduma kupata matatizo ya kisaikolojia. Wao wanasaidiwa, lakini pia baadhi ya watoto hawajui haki zao wazipate wapi. Tumeunganisha na msaada ya sheria. Kwa nini yale mafunzo yalitolewa? Lengo la mafunzo ni kuongeza ujuzi wa walezi katika kutambua na kukidhi mahitaji ya watoto. Kuongeza ujuzi. Baadhi wanao ujuzi, lakini kuongeza kitu ambacho walikuwa nacho katika muktadha wa hii programu iliyoandaliwa na Fair Start. Lakini pia lengo lingine kusaidia watoto kukua katika mazingira salama yenye upendo thabiti. Tunafahamu baadhi ya vituo vilikuwa vinafanya stigmatization kwa watoto. Kwa hiyo hii imesaidia kupunguza na kuongeza upendo, kupunguza changamoto za kisaikolojia kwa watoto wanaopitia matatizo. Kukosa kukaa na wazazi wako ni changamoto, inakuletea matatizo ya kisaikolojia. Tunayapunguzaje? Programu za kukaa na watoto, kuongea na watoto, kucheza na watoto. Katika hizi programu za mafunzo ilivyo kuimarisha mpango wa malezi mbadala. Kipindi serikali inakamilisha mpango mingine ya malezi, kwa mfano mtoto yuko kwenye malezi ya kambo, foster care, wakati labda serikali inaandaa na programu za adoption, huyu mtoto kwenye malezi ya kambo nini afanyiwe, wale wazazi wana haki zipi kisheria, lakini pia na kimiongozo. Lakini pia kujenga mtandao wa wakufunzi wenye viwango vya kitaifa na kimataifa. Wakufunzi wale tuliopata mafunzo tuwe na uwezo wa kwenda kutoa hii huduma popote pale ndani hata na nje ya nchi. Mada zilizofundishwa katika yale mafunzo, kulikuwa na mada mbalimbali. Kubwa ni hizo ambazo zinabeba mada ndogo nyingi. Moja, utekelezaji wa vitendo wa nadharia ya kushikamana na kujifunza. Hii tuliangalia zaidi mahusiano ya mlezi na mtoto. Mtoto mpya atakapoingia kwenye nyumba yako au kwenye mji wako, wewe kama mlezi lazima kuna mshtuka, atapata mtoto na wewe utapata. Hii wakati wale wanatufundisha watu wa Fair Foundation walitupa mfano, wewe unapopata mtoto mpya, umejifungua first born, sasa unapata second born, tayari unapata mtoto wa pili. Umemwandaaje au mtoto wa kwanza kumpokea mdogo wake? Wewe umeandaa mazingira gani? Au mtoto mpya mahitaji yake atakidhiwa vipi? Au atakuja kushare kilichopo, alafu huyu mkubwa yeye apate stress, huyu mdogo anufaike, tutengeneze chuki. Kwa hiyo huu moduli hii ilitupitisha huko pote kuhakikisha kwamba wewe unajiandaa kumpokea mtoto na mtoto anajiandaa kupokelewa. Lakini kuna vitu ambavyo kwa mara ya kwanza mkikutana havitaoana. Nini ufanye? Unahitaji masuala mazima ya subira, masuala mazima ya uelewa na kumkubali mtoto kadiri alivyo na mazingira yake. Lakini pia kuna swala zima wewe utajifunza tabia mpya za watoto na watoto utajifunza tabia mpya za mazingira. Uelewa wa kina wa nadharia kushikamana, nadharia msingi ya malezi ya mtoto. Hapa tulizungumzia zaidi attachment theory. Umuhimu wake wewe kuwa na ukaribu na mtoto. Mlezi afanye nini awe karibu na mtoto? Unampokeaje mara ya kwanza mtoto anapofika? Hivi ni vitu ambavyo tumeelekezwa. Lakini pia milengo mitano ya tabia ya walezi wasio salama. Tunajua kuna baadhi ya walezi sio salama kwa watoto. Kwenye parenting skills na kuna masuala mazima, kuna mlezi ambaye yeye ni dictator, nikiingia tu mmekula, kalaleni, mmefanya homework. Hawa watoto wanahitaji zaidi ya hicho. Wasikilize, waelekeze, wasimamie, waongoze, waambie do and don'ts ni zipi ambazo zinatakiwa zifanyike, ambazo zitakuza makuzi na maendeleo yake. Lakini pia aina tatu za tabia za walezi isio salama. Hana mshikamano na mtoto. Kaletwa katoto ka mtaani, washakusanya hivyo, haya waikeni huko, wapeni ugali watulie huko, si ndio? Lakini anamtenga. Kuna vitu vinafanyika kwenye kituo au kwenye malezi kwenye familia, anamtenga. Lakini pia anashindwa kumuelewa mtoto na kushirikiana naye. Lakini pia kupanga na kufanya mazungumzo kuhusu kupotelewa au kuondokewa na mlezi. Tulifanya kwa vitendo. Ulivyoondoka nyumbani kwenu mara ya kwanza, ukaenda boarding, ulikuwa darasa la ngapi? Ulijisikiaje kutengwa na wazazi wako? Wako hawakufa, wako hai. Ulienda tu boarding form 1 au darasa la 7 kusubiri mtihani wa taifa, si ndio? Ulijisikiaje? Uliwamisi vipi? Huyu ambaye wapake hawaoni milele, anajisikiaje? Unampokeaje? Umejiandaaje?
Kwa hiyo hayo yote yalikuwa ni sehemu ya mafunzo, kulea na kuongoza watoto walio katika rika balehe. Jamani, kulea sio mtoto wa chini ya miaka 7 Chini ya miaka 7 unamdictate, si ndio Umekula, umefanya homework, umefanya nini? Lakini akianza hii adolescent, dalili zile zikianza, anaweza kuturushia misuli, si ndio Umeweka wembe, kachukua lipstick, imeondoka. Ni mahitaji yake. Lakini wazazi wengi na walezi wengi hawayaoni kama ni mahitaji. Je, umetengeneza mipango gani ya kumsaidia huyu mtoto wa ujana balehe? Umemwandaa? Wengi tulipopita kwenye vituo wanasema watoto wengi alikuta sikio, tanisamee mimi afisa ustawi na ni facilitator. Anasema nimevunja ungo, nikamwambia my neighbor, unaona damu. Achukue babies yako. Yaani anafundishwa hivyo. Wazazi tunawaandaa. Je, baada ya kuona damu, what next? Anakutana na mkurugenzi, samani mkurugenzi, anamwambia I love you too, si ndio Anaingia kwenye mahusiano yasiyo salama, sio kwa sababu amependa, kwa sababu nyumbani hajawahi kuambiwa nakupenda, umependeza, si ndio Utakutana na wanaume watakwambia hayo, unajilindaje. Hali kadhalika na watoto wa kiume. Sawa Tuna changamoto hizo. Niko mahakama watoto pale, nusu ya kesi ni sexual offenses cases. Mabadiliko na maendeleo ya watoto wanayopitia, atakutana na nini? Amelala usiku, anaamka asubuhi, shuka ya watu imechafuka. Anamuuliza nani? Anaambia wewe chafu, wewe umechukua ukoo wa mama yako. Anazidi kupata emotional abuse. Kwa hiyo mafunzo yametupitisha huko, na sisi tumepitisha walezi. Tunaomba nini kwa serikali? Tunaomba basi wale wakufunzi wenzetu ambao sio rasmi watambulike na warasimishwe. Mimi na wenzangu ni watumishi rasmi wa serikali, lakini kuna wenzetu ambao sio rasmi, basi waingizwe kwenye hii mifumo rasmi ambayo ipo. Lakini pia ni waingiza kwenye mfumo wa taifa wa wakufunzi wa malezi mbadala. Wale tuna vipasoni, tuna foster care, basi tuwe na ile kundi lingine na lenyewe liwemo. Kuwapatia majukumu rasmi ya kutoa mafunzo ya taasisi za kijamii. Wapewe majukumu. Sawa, tuna uhaba wa watu wa huduma. Hawa wapewe majukumu. Lakini pia tunaiomba wizara yenye dhamana kuratibu mpango huu wa malezi mbadala. Usiwe tena SOS. Urudi serikalini, tuwe na ownership ili uwe na sustainability. SOS ni taasisi kama taasisi nyingine au shirika. Ikiondoka, maana yake hii program imeondoka na ina uwekezaji mkubwa. Watumia katika utekelezaji wa tafiti na programu za malezi. Wawe sehemu wasaidizi basi wa utafiti. Lakini pia tunashukuru serikali. Kwanza serikali imeruhusu hii programu ikaendelea. Bila serikali isingekuwepo, lakini pia imetoa ridhaa kwa wataalamu wa ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii na wakufunzi wa taasisi zake kushiriki katika haya mafunzo. Lakini pia wamechangia rasilimali wakati wa haya mafunzo yanaendelea, ikiwemo wataalamu, kumbi na kadhalika. Serikali imejitoa kuhakikisha hii kitu kinaendelea. Lakini pia wametenga muda katika programu hii haswa kuwasikiliza wakufunzi, lakini pia kwenye mahafali. Mahafali ya juzi alikuwepo katibu mkuu mwenye dhamana na wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Jingu alikuwepo mwenyewe, akahakikisha anatoa vyeti kwa mkono wake kupata ile ownership. Asanteni sana. Kwa hiyo kama wenzangu wana chochote wanaweza wakaongezea, kama kuna kitu nimekisahau kulingana na muda tuliopewa. Karibuni kwanza. Karibu. Asante ndugu wadau, itifaki kiwe imezingatiwa. Ni rudi tu pale alikosema mwasilishaji wetu, kwa nini tunasukuma hili jambo serikali iweze kulitambua. Ameeleza sababu nyingi, lakini mimi kwa mang'amuzi ya zaidi, programu hii imekuja wakati sahihi. Wakati ambapo tunaingia kwenye ulimwengu wa AI ambao unatishia kwa asilimia kubwa kuua emotional intelligence. Sasa tukiwa na hii program, mimi nilivyoiangalia na kuifuatilia, ni program ambayo inakwenda kutafsiri theory, inakutafsiri uhalisia wa kile ambacho hawa ambao tunawafikia wakipata darasani. Mimi wakati nasoma nilikuwa nasoma juu ya theory mbalimbali kama za psychodynamic ya Freud, nikawa najifunza ile conscious to unconscious. Kumbe tunapozungumza sasa juu ya cognition ya mtoto, tukawasaidia hao walezi, tukawasaidia vizuri,
wakaweza kumtengeneza mtoto from the ground, tutaweza kukimbizana na AI, tuka impact sasa hii emotional intelligence. Wapendwa, tunakoelekea si salama hata kidogo. Tuna watu ambao sasa wanakwenda kukimbizana sana na ulimwengu wa sayansi na teknolojia, wanaua ile dhamiri ya ndani. Sasa sisi kama Tanzania tukiadopti hii vizuri, tukawatumia hawa waliosoma, tukaenda na uzuri mmoja, ukifuatilia katika masomo haya wamejikita katika utafiti wa psychology. Ukiangalia jinsi ambavyo tumesoma, utamwona John Bowlby, Mary na wengine wamejikita huko ili kutengeneza psyche ya huyu tunayemtaka awe baba, huyu tunayemtaka awe kiongozi, huyu tunayemtaka awe bora baadaye, ni lazima awe ametengenezwa. Sasa tunao wataalamu hata tulioendea wamesoma, sio kwamba tumeendea watu ambao wanawalea watoto wajaenda shule kabisa, wameenda shule, lakini tukiadapt hii program kama serikali, tukawafikia hawa walezi mara kwa mara. Kwanza kitu ambacho nimegundua katika field, jinsi muda unapoenda, si yule tuliyemtoa shuleni, anaye amepitia changamoto, amekuwa wounded emotional na nini. Kwa hiyo tutakapopeleka hii program kwa uzuri, tukatengeneza hii emotional intelligence hata katika wale wanaowaongoza wale watoto, wenyewe wakawa wameadapt vizuri, ina maana huyu mtoto anapokuwa sasa atakuwa katika malezi sahihi ambayo yana series nzuri, ili kumpata baadaye akiwa anategemewa. Sasa kwa nini tumesema kwamba imekuja wakati sahihi? Imekuja wakati sahihi kwa sababu kuna vitendo vingi vinaendelea, lakini angalia tulikosea wapi. Huyu mtu tunayemwona mtu mzima anatembea, tulikosea akiwa mdogo, wakati mwingine akiwa mimbani, hakuweza kusaidiwa, hakukuwa na attachment. Nilikuwa nazungumza na wazazi mahali fulani, mimi niko katika maeneo ya dini zaidi, nikawaambia huku tunakoendelea, tukikosa hii attachment, ina maana huyu mtoto, na nitakubaliana mimi katika jamii yetu tunaona kama vile kina baba wametengwa huku mbeleni. Wametengwa kwa sababu gani? Hawakuwa na attachment na mtoto tangu mimbani. Mimi nime-experience hata wale tuliowahudumia waligundua kumbe hata mume wake jinsi alivyo ni kutokana na kukosa bondi nzuri, attachment nzuri. Hasa hawa watafiti kwa jinsi walivyofundisha, wenyewe wamedwell sana, wamejifunza sana juu ya psychology. So wao wakimtibu mtoto psychological, watakuza emotion yake, na matokeo mwisho wa siku tutampata mtu sahihi. Kwa hii program usituache tufe nayo. Tukifa na hili jambo tutadaiwa. Sio sisi tuliojifunza kama taifa na kama wale waliotuletea, kwa kweli tutadaiwa. Kama serikali tuichukue hii haraka kama mwewe. Asante. Habari za asubuhi mabibi na mabwana. Imezingatiwa. Mimi na machache tu ya kuongezea kuhusiana na hii program ambayo tumejifunza. Tukirudi kama alivyoongea dada Husna, tunaangalia mwelekeo wa malezi unakwendaje. Sasa hivi ni kutoa watoto kwenye institution care kuwapeleka katika families au communities. Kwa hiyo inawezekana hata kwenye institution care kuna watu wamepata mafunzo, lakini bado tuliona gap kama alivyoeleza mwenzangu. Sasa tunaporudisha kwenye family care, kule watoto wanarudi kwa namna mbalimbali. Familia bado hazijajiandaa, wengine ni vifo vimetokea, ndugu wamedisappear. Mimi nimefanya tafiti kwenye masuala ya child-headed households ambazo pia zinakuwa katika jamii yetu, ambazo sasa tunaangalia pia umuhimu wa watoto kuweza kuchukuliwa na familia. Sasa hizi familia pia zina face mambo mengi ambayo mwisho wa siku analeta masuala mazima ya kisaikolojia na matatizo. Kwa hiyo ni programu nzuri kulingana na tulivyosoma na tulivyofanya kazi katika jamii. Tumeona transformation kubwa katika zile family ambazo zimekuwa na burden kubwa ya kulea watoto. Sababu mtu hajajiandaa, lakini mtoto ni wa ndugu yako, umempokea. Tuna fit person ambao hata kama walijiandaa lakini kisaikolojia labda somewhere wana wound au somewhere hajaipitia yani mafunzo haya, wana moyo wa kuhudumia, lakini hii elimu hawajaipata ipasavyo. Sasa through hii elimu tumeweza kuona hata healing ya wale caregivers wakiipata baada ya kuelewa, lakini healing ya watoto pia. Na mwisho wa siku tunajaribu kuangalia kwamba
hata testimonies zilizotokea, bahati mbaya na nini fupi, tuna documentary ambazo zina testimonies. Katika muda tulioanza mpaka umekwisha, tumeweza kuona utofauti mkubwa. Watoto walivyokuwa hata ndani ya familia, wengine wakwambia baba akija unamkimbia. Lakini inaathiri mpaka elimu, inaathiri mahusiano na watu wengine, inaathiri tabia ambazo baadaye sisi tunakuja kukutana nao hata mitaani, tunashindwa hata kuishi nao kwa sababu hawana bezi nzuri. Kwa hiyo kifupi naweza kusema kwamba katika huu muda ambao tuna transform from institutional care kama option kwa ajili ya malezi ya watoto kwenda kwenye family au community, nadhani ni wakati mzuri sana wa kuangalia kwa jicho la kipekee hii program, na labda yawezekana ikatufikisha sehemu tukichanganya labda na wale ambao mmekuwa na nyinyi, kwa sababu pia nanyi mna experience nyingi katika kukaa kwenye groups kama hizi. Inawezekana kuna zingine na zingine possibly ikawa merged au ikafanyikaje, lakini nadhani hiyo ni kitu kizuri sana. Asante. Kwa mkono wa mwisho kwetu ili turuhusu na wenyewe. Nikushukuru sana kwa niaba ya wenzangu, lakini kwa niaba ya wenzangu kama nilivyosema tumepokea. Kwa hiyo tutakachofanya sisi wakati wa kuhitimisha mafunzo yetu, tunaweza kujadiliana tukaona how best we can use this program kwa ajili ya kusema labda maeneo mengine ili tuweze kuwafikia watoto wetu kwa wingi wake. Na naamini kama katibu mkuu alishiriki kule na mnajua alishiriki kule katika kufunga mafunzo, ninajua kuna maelekezo ameyatoa ofisini. Sasa kwa kweli ndio msimamizi wa masuala ya parenting nchini, ninaamini tutapata maelekezo mengine. Kwa hiyo tukija kuelimisha na haya kwa hii parenting working group, tutafika mahali ambapo tunasema sasa mwelekeo wetu mkuu tutapata kusikia na kuitoa. Kwa hiyo naomba tuishie hapa ili na sisi sasa tuokoe muda wetu kwa ajili ya kukamilisha zile ajenda tulizokuwa nazo. Nawashukuru sana sana, SOS tunawashukuru sana. Mama huyo. Asante.